Ukitizama kwa haraka, yani kabla sija kwenye swali lako la msingi kuhusiana na klabu ya Yanga nini walichokikosea ama kilipungua kitu gani, kwanza ukivichukua vilabu vinne vyote unaweza ukaona tukitengeneza msimamo usio rasmi kwenye karatasi, Simba ana pointi 3, magoli 3. Azam ana pointi 3, magoli 2. Singida Black Stars ana alama 1, ana goli 1, la kufunga na amefunga goli 1. Lakini Yanga yeye amepoteza mchezo na ameruhusu goli 1-0. Tafsiri kinara kwenye msimamo kwa vitu vinne bila kuangalia mashindano gani, Simba ni kinara, Yanga ni mwisho. Huyu ni bingwa mtetezi. Nini kilifemea kwa klabu ya Yanga walipokuwa nchini Malawi zidi ya Malawi? Jambo la kwanza jepesi kabisa kwa Yanga hawakuwa sawa toka mchezo wa mwisho wa ligi dhidi ya Mbeya City pale Mbeya. Sare ile ilizua mambo mengi sana, taharuki kubwa kuanzia kwa mashabiki wa klabu ya Yanga na kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata sura za viongozi wa ngazi ya juu wa klabu ya Yanga ambao walipigwa picha wakiwa kwenye jukwaa pale Mbeya walionyesha sura zilizosawiri maumivu na kutokuamini kilichokuwa kinaendelea. Lakini pili, mchezo uliokuja klabu bingwa huu unazungumza nchini Malawi wanapoteza 1-0, huku ikiwa Yanga ni dhaifu zaidi kwenye uwanja kuliko Yanga nyingine. Vidole vyote vikaelekezwa kwenye benchi la ufundi la klabu ya Yanga chini aliyekuwa kocha mkuu Romain Folz, na tukashuhudia pale Romain Folz akifurushwa kazi kutokana na matokeo mabovu ya klabu ya Yanga. Kwangu mimi shida ya Yanga ilikuwa kwa kocha ni shida ndogo zaidi, lakini shida kubwa kwa Yanga kwa mimi ndio naiona ukianzia tangu mchezo wao dhidi ya Pamba wanashinda goli 3, namna Pamba walivyoijaribu kuiba majaribu klabu ya Yanga kipindi cha kwanza ilitosha kukwambia Yanga haiko sawa sawa. Lakini Yanga walivyoenda kwa Wallet wakashinda, Azizi Ndambura anafunga goli mbali sana, watu ni kama wakasahau kwa Yanga iko sawa. Lakini rudi kwenye ligi, Mbeya City ikatukumbusha wanapovuja kwa klabu ya Yanga ubora wa mchezaji mmoja haikuwa sawa. Alafu hofu yangu nyingine ni kwamba Yanga kabla itaka kulazimisha wachezaji wapya waingie kwenye kikosi cha kwanza kwa haraka. Kwangu mimi kikosi cha Yanga kilichokuwa msimu uliopita kilikuwa ni bora zaidi kuliko hawa wachezaji ambao walikuwa wanaingia. Nilitamani kuona Yanga wakiongeza wachezaji wapya taratibu kwenye kikosi. Haikuwa na lazima haikuwa lazima Dumbia lazima wacheze. No, ilikuwa ndio taratibu. Sababu Yanga ilikuwa haina shida kubwa kama kwa tunazao klabu ya Simba. Ndio maana Simba tujua wao wengi watu walibidi waingie kikosi cha kwanza kwa haraka kwa sababu ya mapungufu makubwa. Lakini Yanga ilikuwa na mapungufu ya hivyo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo shida yako ya kwanza, mwalimu alitaka kujaribu kuingiza wachezaji wengi wapya kwenye kikosi cha kwanza pasina kujua madhara yake nini. Kwa hiyo tukaanza kuona taratibu uwezo wa kocha ukawa unaonekana ni mdogo kwenye kupanga na kupangua kikosi cha kwanza. Kwangu mimi nilikuwa nikitazama Yanga, nilikuwa naiona bado Yanga ni timu bora. Na siko na hofu. Hata kama ikuwa asicheze, Dumbia asicheze, hata kama Boeli asianze, bado Yanga ilikuwa ina timu bora ya kushindana kwenye pichi na timu ya daraja la Malawi na kupata point. Kwa hiyo kwangu changamoto ya kwanza kwa kwenye benchi la ufundi, maana benchi la ufundi lilikuwa lina hisia nyingi mchanganyiko. Hawajui waamue nini, wafanye nini. Na kibaya ile pressure ilikuwa inapa kwenye dressing room. Ulikuwa unaweza kuona kwamba kuna namna kocha anashindwa kucontrol timu uwanjani. Anashindwa kuwasilisha ujumbe na ukaenda kwa wachezaji moja kwa moja. Maana yake tunaanza kuiona eneo la kwanza lililokuwa na shida kwenye pichi ni eneo la uwanja. Lakini pili ni eneo la uongozi. Uongozi ukapokea ile pressure kwa mashabiki na wakaamua kuondokana na mwalimu. Wako sahihi, lakini kwa mimi nilikuwa naamini si Yanga alikuwa hawana pressure ya kubwa ya kulazimisha kuna majina ya cheze. Watu wengi walitegemea baada ya kuondoka Khalid Aucho nambari 6 alikuwa Balakonte. Huyo ni mchezaji mpya ambao walimnyang'anya Simba kwenye siasa za usajili, si ndio? Kwa watu wengi walikuwa naamini Balakonte amekwenda kwenye kikosi cha kwanza. Mwalimu akaona Azizi Ndambwile shida ya kwanza. Mchezaji kubwa namna wake na daraja la Balakonte wameleta mawakala wakubwa, unampeleka kwenye mbao na bila kocha wa imara kwa kweli na utafute matokeo na uyapate. Lakini tukaanza kuona kuna changamoto ya Shabalala. Shabalala ni kikosi cha kwanza cha Yanga. Na mashabiki wengi wa Yanga kwa sababu wamempoka Simba walitegemea Shabalala aanze kikosi cha kwanza wasikira wanange mashabiki watalizao wajadi, lakini Folz akaona hawezi kuja kikosi cha kwanza. Shida ya pili, sasa mchezaji wa daraja la Shabalala Balakonte inasemwa ni kipenzi cha tajiri, kamleta mwenye kampambania mpaka kumleta. Ukiwa uwapangi kikosi chako cha kwanza ni lazima unapata matokeo yako. Ujasiri huo walikuwa nao makocha aina ya kina Jose Mourinho. Jose Mourinho kwa kuibia tumawaida. Jose Mourinho aliwahi kumkataa mchezaji mwenye daraja la Andriy Shevchenko
anatoka AC Milan ama AC Milan, anaitwa Chelsea na tajiri Roman Abramovich. Yeye ni rafiki yake, wametoka Ulaya Mashariki, umeelewa? Sio Ukraine, Urusi huko, ni rafiki yake, anamuona kama mdogo wake, kama ndugu yake. Anampa Chelsea, ametoka AC Milan akiwa top, alafu Mourinho anamwambia hapana, mimi naanza na Drogba. Drogba katoka Olympique de Marseille tu, umeelewa? Alikuja mtu anaitwa Mateja Kezman, haya jina kubwa wale na tajiri, lakini Mourinho anasema hapana, mimi wangu ni Didier Drogba. Sasa Romain Folz kitendo cha kuona kumpeleka Bala Conte bench, japokuwa Aziz Ndabwile alikuwa anafanya vizuri, lakini mashabiki wengi wa Yanga hawakutamani kumuona Ndabwile kuliko kumuona Bala Conte, kwa sababu wameiba klabu, wameibia Simba. Kwa hiyo nafikiri dressing room ilikuwa ina utulivu, na kwa sababu kocha ni mdogo, kocha hana mafanikio ya kina Miguel Gamondi ama kina Nasser Bin Nabi, ilianza kumuelemea hiyo. Alikosa nafikiri ushirikiano wa moja kwa moja kwa baadhi ya mazingira, na akampelekea pressure kwa mashabiki na imemuondoa. Kwa hiyo shida ya Yanga ilikuwa eneo la benchi la ufundi zaidi kuliko kwenye picha timu moja. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans wanasema wachezaji walioingia ambao mnapishana. Ni kweli. Ukimzungumza Stephen Azizikie MVP mpira nchi yetu, ukimzungumza Khalid Aucho miongoni mwa top kabisa, top midfield katika nchi hiyo jina locheza, lakini Clatous Chama ni mfalme katika wachezaji wa kigeni kwenye miaka hii 10. Chama ni mfalme kabisa kwa mambo aliyofanya, cheza Simba, cheza Yanga, tunapozungumza iko Singida kabisa bila kufungua vitatu, wageni wengi sio wanaweza kufikia hatua hii. Kwa hiyo ametoka Aucho, ameingia Bala Conte. Ukichukua kwa ubora Aucho kama chambali, Bala Conte kama chambali Aziz Ndabwile. Lakini mashabiki wa Yanga walitegemea sio Aziz Ndabwile ambaye alikuwa anawekwa bench na Aucho msimu uliopita, walitegemea Bala Conte ndio ingie kosi ya kwanza. Lakini mwalimu anaona si huyu aje, hana ubora ambao nataka timu yangu icheze. Ameondoka Stephen Azizikie, timu imeweka kwenye mgongo wa Pacome hana shida. Ameonyesha yeye anastahili kuvaa jezi nambari 10 na anastahili kuipeleka timu mbele, si ndio? Ukiangalia anakuja kuwa amejaribiwa mchezo mmoja kwanza akaocha machachari, lakini bado mwalimu akimtazama anaona max zingine anatosha, si ndio? Ukiangalia anakuja Boeli Dube hafanyi vizuri, anapata nafasi 10 na funga goli moja, lakini Boeli akipewa nafasi unamwona kabisa ni triple shamba, kigere, nguvu nyingi, maarifa kidogo hayatoshelezi kwenye nafasi. Kwa unagundua kumbe Yanga mwalimu amebaini yeye ni anapresi Dube kuliko kwa Andy Boyle kikosi cha kwanza, kwa sababu kwenye ufanisi performance hajafika vile. Kwa hiyo kuna wachezaji wapo wamekuja Yanga, ukiwalinganisha na walioondoka lazima utawaonea, kwa sababu Dombia bado mimi sitaki kukubali na level ya Chama bado. Inampasa apate msimu mmoja, msimu mwingine na msimu mwingine tupate daraja lake. Ukimchukua Ekua huwezi kuniambia anafanana na Azizikie, vitu tofauti. Ukimchukua Bala Conte, Kouma na wengineo huwezi kupata level ya Aucho. Lakini kwa msimu huu wa kwanza mimi niliamini kocha angepewa nafasi ya kutumia wachezaji ambao anawaamini, na hawa wageni waingie taratibu, wasilazimishwe kuingia kikosi cha kwanza kama ilivyokuwa sasa. Sababu kuna muda unaona kocha analazimika kumtoa Mudathiri ile exit mpya. So baada ya hayo matukio ambayo yametokea na sasa hivi wanatafuta nafasi tena ya kujaribu kwa siku ya Jumamosi kuona kwamba wataweza kufuzu hatua nyingine, na pressure ni kubwa kabisa, japokuwa watu wanataka tusiamini kwamba ipo, lakini ipo kwa mashabiki. Sasa klabu ya Yanga inatakiwa kufanya nini? Tunaona benchi halina kocha mkuu, lina kocha msaidizi ili kuweza kufuzu. Yanga wana wimbo mwingine, wimbo ni mmoja tu, afedeki afeki Yanga punda hafi mzigo wa bosi. Kwa wakati huu Yanga inahitaji formula nzuri, inahitaji kushinda. Huo ndio muda ambao mashabiki wa Yanga wote duniani wanatakiwa waimbe wimbo huu kwamba tunakwenda makundi, tunakwenda hatua inayofuata. Uongozi wa klabu Yanga hawatakiwi kuhubiri mahubiri yoyote wakati huu. Mahubiri ni aina moja tu, haijalishi kuna giza kwa kiwango gani, lazima tuvuke mpaka tuende kwenye nchi nuru na kwenye makundi. Wachezaji, hii ndio nafasi yao pekee iliyobakia ya dhahabu kwa msimu huu kwa klabu ya Yanga, na kwa maana kuvaa ile jezi yenye nembo ya Yanga. Inawapasa wachezaji wa Yanga wakiongozwa na nauza wao Bakari Nondo, Wamieto, Dickson Diobu na watu wengine waandamizi waudedicate huu mchezo kama ndio mchezo wa mwisho kwenye msimu huu wa 24 26. Kama Yanga atapoteza mchezo huu, gharama yake, receipt yake watakaa nao miaka yote ya maisha yao. Klabu yenye daraja la kuwa kwenye klabu nambari 9 barani Afrika,
klabu ambayo kiongozi wako ni kiongozi wa shirikisho la vilabu barani Afrika, juzi kateuliwa kwenda FIFA, klabu ambayo imemuuza Stephen Ziziki kaenda klabu ya Wydad Casablanca, klabu ambayo imemzuia Clement Mzize asiende klabu nyingine, itakuwa ni aibu fedhea Yanga kifungwa na kutoka hatua hii. Kwa hiyo lugha nyepesi, huu ndo muda pekee ambao sio kocha tena, ni wachezaji kuamua kuonyesha thamani ya jezi ya klabu yao. Mimi nakumbuka Siara Belouizdad alimkanda Yanga 3 kwa duara akiwa kwake, akaja kula 4 hapa. Pacome Zouzoua akionyesha maajabu mengi sana usiku ule. Mimi nakumbuka ashakuja hapa watu wamevimba na Yanga akawapasua. Kuhusu kushinda, mimi naamini Yanga wana nafasi ya kushinda, lakini sio ya 100%, kwa sababu hata wa Malawi wanakuja hapa wanamtaja goli moja na point 3. Watakuja kutafuta sare ama wafanye chochote kile, hata wafungwe mbili moja waende zao kwa goli la ugenini, si ndio? Lakini Yanga Africans naamini wana uwezo wa kufuzu mchezo huu, lakini ni kwa namna ya kipekee kwa wachezaji kujitoa, mashabiki kama mshabiki kama 12 kwa wengi kushangilia, na kwa kuwa mechi ni bure, naamini pressure kwa Malawi itakuwa kubwa sana. Mungu ibariki Afrika.